Yes, mtazamaji karibu sana tuangazie taarifa ambako Mwijaku amemponza mdada wa watu maskini atupwe jela miaka 10 kakosa milioni 15 laana itamkuta. Haya. Tunaangazia story pale mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imewahukumu wanafunzi watatu wa vyuo vikuu tofauti kulipa faini ya shilingi milioni 15 kila mmoja ama kutumikia kifungo cha jela endapo watashindwa kulipa faini hiyo ambayo imetajwa baada ya kupatikana na hatia katika makosa 7 ambayo yanajumuisha kumpiga na kumjeruhi mwanafunzi mwenzao, kutoa vitisho vya kuua pamoja na kusambaza taarifa za uongo. Sasa hukumu hiyo iliweza kutolewa siku ya Jumatatu na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Gwantwawa Mwankuga baada ya mahakama kuridhika kwa upande wa mashtaka uliweza kuthibitisha makosa hayo bila kuacha shaka yoyote. Wanafunzi waliotiwa hatiani ni Mary Matogolo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, lakini pia yuko Reina Mwakiwili wa chuo kikuu Ardhi pamoja na Asha Juma wa chuo cha uhasibu TIA. Kwa mujibu sasa wa mahakama, washtakiwa hao walihusika moja kwa moja kwa kumshambulia mwanafunzi mwenzao, kumsababishia majeraha pamoja na kutoa kauli na vitendo vilivyotafsiriwa kama vitisho vya kuua sambamba na kusambaza taarifa za uongo zilizolenga kumchafua mhanga. Akitoa hukumu, hakimu Mwankuga alisema mahakama imezingatia uzito wa makosa yaliyotendwa, athari kwa mhanga pamoja na ujumbe unaopaswa kutolewa kwa jamii, hususan kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuhusu umuhimu wa kuheshimu sheria na kutatua migogoro kwa njia ya amani. Alisisitiza kuwa elimu ya juu haipaswi kuwa kisingizio cha kuvunja sheria bali iwe chachu ya kuimarisha maadili na utu. Mahakama pia ilielezwa kuwa vitendo vya washtakiwa vilisababisha madhara ya kimwili na kisaikolojia kwa mhanga, hali iliyochukuliwa kwa uzito mkubwa na chombo hicho cha utoaji haki. Hakimu alisema pia adhabu hiyo iliyotolewa inalenga kutoa funzo kwa wahusika na wengine wenye tabia kama hizo. Mpaka kufikia saa 10:48 alasiri ya leo, washtakiwa wawili kati ya watatu, Reina Mwakili na Asha Juma, walikuwa tayari wamelipa faini ya shilingi milioni 15 kila mmoja na kuachiwa huru. Hata hivyo, Mary Matogolo alishindwa kulipa faini hiyo ndani ya muda uliotolewa na mahakama, hali iliyosababisha kukabidhiwa kwa maafisa wa jeshi la magereza ili kuanza kutumikia kifungo chake kama ilivyoainishwa kisheria. Uamuzi huo umeibua mjadala miongoni mwa wanazuoni na wadau wa elimu kuhusu mienendo ya baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu na umuhimu wa taasisi za elimu kuimarisha mifumo ya malezi, ushauri nasaha na nidhamu. Wadau wameeleza kuwa hukumu hiyo iwe somo kwa wanafunzi wengine kufuata sheria na kuheshimu haki za wenzao, huku wakitumia elimu kama vyenzo vya kujenga jamii wenye amani na mshikamano. Ni tamati ya taarifa hii. Maoni yako utaendelea kuchapisha moja kwa moja, tuendelea kuyapitia wakati mwingine.